Iqra Global Media, sauti ya nuru na amani. Habari na elimu kutoka kona zote za dunia. Tunaeneza upendo na maarifa, hadithi na sauti za kweli. Iqra Media inazungumza kwa mioyo ya watu wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media, niite Abubakar Kashindi Kamwanya. Leo ni Jumapili nyingine kabisa ambayo tumekuja kushuhudia hali hii ya usafishaji wa makaburi ya jamii ya Uislamu katika mji na tarafa la Uvira. Basi kuweza kufuatilia hiki kitu ambacho kimefanyika hapa, usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel hii ili kuwa wa kwanza kuweza kupata kila kazi zetu, kila video ambayo inaendelea kuwekwa kwenye Iqra Global Media. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, tuko hapa mwanzo hadi mwisho kuweza kushuhudia jinsi gani usafi utakavyokuwa umeendeleza. Ni tabaka moja, wazazi, watoto, vijana pia na wazee wamejumuika kwa sababu ya kuweza kuja kutengenezea makazi yao ya mwisho. Licha ya kwamba tunalalia manyumba mazuri, lakini hapa ni pa muhimu zaidi ya kule ambapo tunapoishi. Karibu na asante. Ya kwanza kabisa kuweza kuwa nasi kwenye kipindi hichi cha harakati za dini ya Uislamu na mambo ambayo yanaendelea kuonekana, maendeleo yetu katika jamii yetu ya Uislamu. Mzee, nataka ujitambulishe wenye kufuata mara ya kwanza kwenye TV yetu, kutambua ni nani na hizi harakati hapa wewe ni kama nani? Naam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, hizi harakati ni harakati za Kiislamu kwa ujumla, lakini zenye kusimamiwa na kamati yenye kushughulika na mazishi ya Kiislamu ambayo kwa Kifaransa inaitwa Comité Funéraire, ambayo inakaa makao makuu yake yako hapa Uvira. Kwa hiyo mimi ni kama vile kiongozi au president wa Comité Funéraire. Labda kwa majina. Kwa majina naitwa Abubakar Abdalla Mpenda. Mheshimiwa Sheikh Abdalla Mpenda, bwana Abubakar, tuambie harakati hizi zimechukua nafasi gani, kwa sababu vitu vinakuwa ni adimu sana kuweza kuonekana, lakini leo naona Waislamu wengi sana wakiwa katika tabaka nyingi, wazee, vijana, watoto wanakuja kushughulikia kwa sababu ya kuweza kufanya usafi nafasi yao ya mwisho. Labda ina impact gani katika dini ya Uislamu? Kwa kweli unajua ni watu kutokufahamu, lakini makaburi ni nafasi yenye kuheshimika na nafasi nzuri kabisa ambayo ya kujali. Na sisi kama viongozi na wasimamizi wa kamati ya kuhusika na masuala ya mazishi, huwa mara mingi tunatembelea huko anapokufa mtu lazima Muislamu. Taarifa ya kwanza tunakuwa tunapata ni sisi kwa kuishughulikia maiti. Sasa tunapokuja tunakuta hali sio nzuri ya makaburi kuharibika, ya majani kuwa mengi, tunahamasisha Waislamu, tunaomba uongozi wa administration, tunaomba uongozi wa dini, yani comité de sage, tunaomba maimamu na walimu wote wa mtarafani watangazie Waislamu ili kwamba tuje tutengeneze maeneo yetu. Kwa hiyo tulitoa communique na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Waislamu wameitikia kuanzia tangu Kalundu mpaka Kiromoni. Na labda kama nyinyi ambao mnasimamia wewe kama president wa Comité Funéraire ya Waislamu Uvira nzima, kitu gani labda unaweza kuomba vijana wenye kuwa nje, wenye kuwa na moyo safi kupitia Iqra Global Media, labda cha kwanza kuweza kusaidia kwa sababu ya kuweza kufacilitate hizi kazi zote zinafanyika mara kwa mara? Nitasema kwa ufupi, lakini niseme mambo matano madogo kwa ufupi. Ni watu wazima wanaweza wakaingia ndani zaidi. Jambo la kwanza kabisa, ulinzi wa haya makaburi. Makaburi ni kama hayana ulinzi. Ulinzi ni kusema ile mipaka kuonesha mwanzo mpaka mwisho. Yamekaa hivyo, tulitia borne zilikuwa 6, lakini borne hizo kwa bahati mbaya zote zimeibiwa. Sasa hivi tunahitaji kufanya ile system ya maborne ya press 5 metre, borne ya 1 metre et demi. Yani tunazika, lakini metre moja inabakia juu, inakuwa inaonesha. Yani kila baada ya mita 5 bila mita 5 tuzungushe uwanja wetu wote ambao uko na hekta 2.5. Iko na 250 metre kwa urefu na 100 metre kwa
kwa upana. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji sehemu yote tuizungushe. Kwa hiyo tunahitaji simenti na mafera beton kwa ajili ya kufanya hiyo kazi, tuzungushe huyu upango wote ili uonekane kabisa hii ni maeneo concession islamique, kwa macho hata mtu akiingia akasema hii fasi deja iko okipe. Jambo la pili, tuna korobiare mbili. Hizi korobiare mbili zinafanya kazi. Ni kazi kama vile ni ya bure, inafanya haina malipo yake. Tuna tatizo ya kuwa napata uwezo wa kupata ulinzi wa hizi gari, upendi zitaingia kupata mapane. Inaweza karibika pne, inaweza kupata shida kwenye motere, kwenye engine au sehemu yoyote ile. Ile pesa ya kusema kuwachangisha Waislamu kuna wakati mmoja inakuwa kidogo ngumu. Kwa hiyo tunahitaji usaidizi wa watu wote ili kubeba ile jambo. Jambo la tatu, tunakuwa na shida ya wale Waislamu wasiokuwa na uwezo. Kwa kuwazika wakati mwingine familia inapata shida, hasa wale ambao wako katika jamii ya Kikristo. Inabidi ile swala tulibebe sisi. Serikali inahitajika tupate wafadhili wa kuwa tusaidia mambo kama vile sanda, mambo kama vile yale madogo madogo, akiwa yule vulnerable ambaye hana uwezo, tunakata kwenye ile sanda tunampa, mwenye uwezo kununua na nunua, mwenye hana uwezo tunampatia. Na jambo la nne ambao tunasema tuna madereva ambao wamejitolea, lakini unajua kitu cha bure kila siku kinakuwa kiko na shida. Kama tungepata mtu mmoja au wawili akasema mimi najikubalisha, au dereva au madereva wenye wanaendesha hizo gari kwa kuwapeleka Waislamu, angalau basi kwa uchache wao unapata hata basi $20, $50 kwa mwezi, ili naye ajisikie kama watu wanamjali. Kwa hiyo hatujafikia kiwango kile watu wa kujitolea. Kuna wakati mwingine mtu anakufa tunakosa dereva shehe, inakuwa kutafuta hakuna shoferi hapa, hakuna. Hiyo sasa inakuwa sio nzuri. Na jambo la nne, tulikuwa tunahitaji kupata ufadhili wa kupata ofisi, kwa sababu bila kuwa na ofisi hakuna kinaweza kuendelea. Hata serikali hata watu wa kutusaidia wajua tupate wapi. Tuko wima, tuko na fikra kusema kama tupate ofisi tungepata mfadhili ambaye atajitolea kusema bana samani labda ofisi ya hii kamati. Okay, kwa sababu tulikuwa na ile ofisi yetu pale tunahifadhi sanda zetu. Ona hivi vyombo vya kazi Waislamu wamechangia, inabidi viwe na mahali pa kuhifadhiwa. Umeshaona yale masanda, mafuta, kila kitu, na mtu kwa pale taarifa inafikia ni ofisini, alafu ile ofisi ule sekretari ndio anachukua anampatia dereva instruction, nenda sehemu fulani, address fulani, pamekufa mtu ukazike, kitu kama hicho. Na la mwisho kabisa ni ule sekretari tutakapompata, tunatarajia binti ambaye bado amemaliza shule, ni mdogo ambaye anaweza kutushukaliwa Kiislamu, ambaye anaweza tukupatia hela ndogo kuanzia 30, 40 au 20 kwa mwezi, ili tu ile jambo liende. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo bado changamoto tuko nazo, tuko tunapambana tuyafikie, ili tuwe kama ndugu zetu wa nchi jirani pale. Leo gharama za kuzika kwao ni bure, ni mtu unapiga tu simu ndio gharama utakaoifanya. Sanda inakuja kwenye gari, mafuta yanakutoka kwenye gari nini, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu wa Kiislamu akielewa hili jambo, na sisi tutafikia hapo, lakini kwanza priority tuyafanye hayo, haswa ulinzi wa makaburi. Na labda changamoto ambazo labda mnazipatana nazo hapa wapindi mnafanya, unaona kuna pori na mambo mengine na kadhalika, na kipindi poingia hapa tulikuta kijana tayari ameliwa, sijui mambo gani hizo, mnaweza kufanya nini labda kuweza kutia kama ukingo katika hizo changamoto zenu? Ukingo gani ambao labda mnaweza kuomba kama msaada kwa jamii pia? Kama hivi, kitu cha kwanza tumefanya, mimi mwenyewe nimehusika naye, nimemtafutia usafiri, kumpeleka kwanza nyumbani kwao na kumwomba mzee amfanyie kwanza ile huduma ya kwanza ya mapema. Akishamfanyia ile huduma ya kwanza ya mapema, na sisi tutaangalia kipi kinachohitajika baada hiyo huduma, tunaweza tukafanya nini. Kwa hiyo ni kitu tutasema, leo nasema ajali imepatikana kazini, lakini kwa sababu kwanza moja ni kazi ya kujitolea, sio kwamba ni kazi na malipo ndani yake. Wote wanatafuta thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili wapate malipo mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini napotokea jambo kama hili inabidi tulibebe sote kwa pamoja. Kwa hiyo nikitoka hapa itabidi niulize vijana anaishi wapi, nipite nyumbani kwao nisikie hali inaendelea aje, kama utakuwa la ziada tuone tutashirikiana vipi inshallah. Naam, tunakushukuru. Nami nashukuru zaidi. Naam, asante sana ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media. Basi umeweza kusikia mambo mengi sana na changamoto ambazo vijana wanazoendelea kuzifanya. Kama huko outskirts kwa njia ya mji wetu wa Uvira, kwa sababu ya kuweza kuneemesha dini yako Islam na kuweza kujitengenezea sadaqatul jariya, ndio wakati likizani umemsikia Sheikh Abubakar kwa kile ambacho halichokizungumza na vile vitu ambavyo wanavyovihitajia, kwa sababu harakati hizi za kuendelea kutengeneza makaburi, Komite Funerari iweze kufanya mambo makubwa sana lazima. Na kama utapitia kwingine, cheki Iqra Global Media ili mradi uweze kuwa wa kwanza pia kusaidia katika harakati za dini. Mimi ni Abubakar Kashindi Kamwanya, ambaye tulikuwa nawe mwanzo hadi mwisho wa hivi vitu ambavyo tumeendelea kukuonesha makala ya maendeleo na maendeleo ya jamii ya Uislamu katika jiji na tarafa la Uvira. Usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel hii ili kuwa kwanza kupata kila notification za kazi ambazo tunazokuletea usiku kama vile mchana. Asante. Habari na elimu kutoka kona zote za dunia, tunaeneza upendo na maarifa, hadithi na sauti za kweli.
Iqra Media inazungumza kwa mioyo ya watu wote. Nuru ya Uislamu